Nimuombe tu mama yangu. Nimelelewa, nimefundishwa. Yule ni mama yangu na amekuwa mkuu wangu wa mkoa wa Rukwa. Ni wajibu wangu kama mbunge na nimesimama kuiambia serikali haki itatendeka. Mimi naamini na historia nchi yetu endelee kujengwa ya amani na utulivu. Kama kuna kosa limefanyika, liwekwe hadharani kosa lilolifanya na sababu za kukamatwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niendelee. Endelea na mchango wako. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na mambo mengi yaliyofanyika na serikali, nina ushauri kwenye mambo kadhaa. Jambo la kwanza, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwaka jana, mwaka juzi tumezungumza juu ya usafiri wa Ziwa Tanganyika. Tumelisema kwa kina kwenye vitabu tunasomwa kila mwaka. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Ziwa Tanganyika, uwekezaji ambao serikali imeweka kwenye bandari, hakukuwa na sababu leo tuzungumzie ukosefu wa usafiri wa uhakika wa Ziwa Tanganyika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunawezaje kuwekeza bandari ya Kabwe, bandari ya Kasanga, bandari ya Kipili, bandari ya Kalema, alafu usafiri haupo kwenye Ziwa Tanganyika? Tulitaka kuachivu nini kwenye hizo fedha tulizowekeza? Mheshimiwa Waziri Mkuu, ushauri wangu, MV Liemba ni meli ambayo imeharibika muda mrefu sana. MV Mongozo, sababu zake ukiziona, hakukuwa na sababu ya kukaa zaidi ya miaka 8. Leo tuitegemea wananchi wa mkoa wa Rukwa. Kwenye hotuba yako ambayo inatoa mwelekeo wa nchi, tujue sisi wana Rukwa ambao tunaamini uchumi wetu unatokana na mazao tunayolima, ikiwemo mpunga na mahindi. Watu wa Kongo wanategemea mazao kutoka Tanzania. Tunasafirisha kwa njia gani? Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, ili eneo kumekuwa na changamoto kubwa. Kila siku tunapoteza ndugu zetu kwa usafiri usiokuwa rasmi. Tunawezaje kupeleka meli mpya, iwe ni 2 au 3, kwenye ziwa moja, wakati Ziwa Tanganyika ambalo tungewekeza kwa kina ingesaidia uchumi wa mkoa, lakini uchumi wa taifa? Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo kutueleza habari tu ya ukarabati kuchukua muda wote huu, naamini wana Rukwa hatujatendewa haki. Na tumechoka kulia je, wananchi wetu kupoteza maisha, biashara wanazozifanya kwa usafiri wanaotumia. Natamani kwenye hitimisho lako utueleze wana Rukwa, Kigoma na Katavi hatima ya usafiri wa uhakika wa Ziwa Tanganyika. Meli mpya ni lini tutapata, lakini hizo za ukarabati tu ni lini zitakamilika ili tuweze kuinua uchumi wetu wa mkoa wa Rukwa. Jambo lingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni swala la uanzishwaji wa mamlaka za kiutawala. Hili jambo imekuwa kama favor hivi. Hili liko kwa mujibu wa sheria. Nimelisema leo wakati naulizwa swali, Mheshimiwa Mwenyekiti. Nimesema hivi, tume kutoka TAMISEMI 2013 ilifika Nkasi. Wakaangalia vile vigezo vyao vyote 13. Wakasema tumekizi vigezo. Nini kinatokea leo? Mpaka nazungumza mara kadhaa. Wananchi wa mamlaka mji mdogo na Manyele upande wa TANESCO badala ya kulipa 27,000 wameingizwa wanalipa 320,000. Kwa nini? TANESCO wanatumia sheria ya mipango miji. Kwa hiyo huku wanahukumiwa wakati huku wameshindwa kutimiza wajibu wenu. Kwa nini tunawatia kwenye maisha magumu bila sababu? Ndio maana nasema kama tunasema bado tunaendeleza yale maeneo tulianzisha huko nyuma, tufute kwanza hizi mamlaka mpaka tutakapojiandaa. Wasiendelee kuhukumiwa kwenye hili jambo. Ukiangalia maisha yao ni ya kawaida, lakini TANESCO wanatumia sheria ya mipango miji. Na hili eneo sio na Manyele tu. Niwaombe serikali, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilishaleta mpaka kwako document ikiwa imekamilika. Tume mlizoziandaa zimekuja kule. Kama hatujaamua leo kutoa halmashauri ya mji wa Manyele, tukafute ile mamlaka mji mdogo waendelee kuishi kama zamani, ili tuache kuimba huu wimbo. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapozungumza haya, pamoja na kwamba lipo kisheria, nakubaliana kwamba kuna maeneo ambayo lazima waendeleze au majukumu mengine ya kimaendeleo. Sasa kama ndivyo, kipaumbele chetu ni nini kama taifa? Hebu afikiri, mkoa wa Rukwa kutoka mwaka 1984, kaangalieni halmashauri ziko ngapi? Mbona wengine wana halmashauri nyingi alafu na nini chache? Mikoa mingine mnaionaje? Tunaamini kuanzisha hizi mamlaka ni kupeleka huduma kwa Watanzania.